Kwanza, mara nyingi tunapofungua vyombo vya habari, televisheni, hata kama ni simu, tunatizama labda ni habari kwenye televisheni. Ukiangalia mara nyingi ni visa vya ukatili, kuna mauaji, wizi, ufisadi, upungufu wa maadili katika jamii zetu. Kumaanisha basi uovu umekithiri zaidi katika jamii. Swali ambalo tunafaa kujiuliza ni nini kimesababisha uovu kukithiri katika jamii? Jambo kuu zaidi kwamba tumesonga mbali na Mwenyezi Mungu. We've drifted far away from God. Tunajua mema yote tunayapata kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa basi tuenda mbali, tusonga mbali na Mwenyezi Mungu, kumaanisha basi tusonga mbali na wema, basi tunaingia kwenye uovu. When there is a source of light, when you drift away from that source of light, which means you are drifting into darkness, you are drifting far away from the source of light. You can't experience the light as you used to experience when you are close to it. Kwa hivyo shida yetu ni kwamba tunasonga mbali na Mwenyezi Mungu anatupiga kwenye uovu. Suluhu ni nini? Ni kipindi hiki cha Kwaresma tumepewa vyombo vitatu vya vita. Chombo cha kwanza, sala. Mungu ni mwema kila wakati. Mark my words correctly. Sala sio maombi, sio kuomba, ni kusali. It's prayer. It's not begging. You confuse the two. Sala kuomba. Sisi tuko hapa kwa sala, na sala ni mazungumzo kati ya watu wawili. Mmoja anazungumza, mwingine anasikiliza, mwingine anarejesha. The rest of the feedback. The second weapon in our war against evil, alms giving. Charity, kuwasaidia wale ambao wanapungukiwa. And alms giving helps us to discover our relationship and even restore our relationship with the people around us, our neighbors. Jiulize ni asilimia ipi ya mapato yako ambayo umeitenga kuwasaidia wale ambao hawajiwezi. What percentage of your income is set aside for charity, to help the needy in society? Remember, we have a responsibility to help the needy. What percentage of your income is set aside for them? Kuna wale ambao ni wazee, kuna wale ambao ni wagonjwa, kuna wale ambao ni wahitaji, kuna wale ambao hawana karo ya shule, kuna wale ambao wamepungukiwa kwa njia tofauti. Kiwalokiti rasilimali yako kwa sababu yako ambayo umeweka kando kuwasaidia hao watu. Kama hujaanza basi anza. Rejea nyumbani, kijijini, na uangalie nini unaweza kufanya. Unaweza amua kuwasaidia wale ambao hawajiwezi. Don't say that I'm too poor to assist. No, none of us is too poor to assist. Kwanza, mara nyingi tunapofungua vyombo vya habari, televisheni, hata kama ni simu, tunatizama labda ni habari kwenye televisheni. Ukiangalia mara nyingi ni visa vya ukatili, kuna mauaji, wizi, ufisadi, upungufu wa maadili katika jamii zetu. Kumaanisha basi uovu umekithiri zaidi katika jamii. Swali ambalo tunafaa kujiuliza ni nini kimesababisha uovu kukithiri katika jamii? Jambo kuu zaidi kwamba tumesonga mbali na Mwenyezi Mungu. We've drifted far away from God. Tunajua mema yote tunayapata kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa basi tuenda mbali, tusonga mbali
mbali na Mwenyezi Mungu, kumaanisha basi tunasonga mbali na wema, na basi tunaingia kwenye uovu. When there is a source of light, when you drift away from that source of light, which means you are drifting into darkness, you are drifting far away from the source of light. You can't experience the light as you used to experience when you are close to it. Kwa hivyo shida yetu ni kwamba tunasonga mbali na Mwenyezi Mungu anatupiga kwenye uovu. Suluhu ni nini? Ni kipindi hiki cha Kwaresma tumepewa vyombo vitatu vya vita. Chombo cha kwanza, sala. Mungu ni mwema kila wakati. Mark my words correctly. Sala sio maombi, sio kuomba, ni kusali. It's prayer, it's not begging.